بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر
فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Anatuambia Mwenyezi Mungu, wa min qaumi Musa ummatun yahduna bilhaq. Anatupa habari Mwenyezi Mungu kuwa miongoni mwa wana wa Israeli, miongoni mwa watu wa Musa kuna jamaa walionyoka kufuata sheria zake Mwenyezi Mungu. Isitoshe wanaongoza watu kwa ukweli na wala hawana ujeuri. Wa min qaumi Musa, na wako miongoni mwa watu wa Musa, wa kundi lake Musa, ummatun, umma, taifa, jamii, jamaa, yahduna bilhaq, wanaongoza watu kwa ukweli na kwa maneno ya kweli, hawana ujeuri. Wabihi, na kwa hiyo haki, yaadilun, wanasawazisha kila mambo. Na ndio katika kila umma inategekanwa umma wanaoongoza katika haki. Tena isitoshe wao kuwa na haki peke yake, bali wao vile vile ni watu waadilifu. Sasa kitabu chake Mwenyezi Mungu inatuzindua, inatuambia katika hao umma waliotangulia, katika hilo taifa lililotangulia, lilikuwemo ndani yake umma, kundi wanaoongoza kwa haki. Basi kitabu kikisema hivyo, basi na sisi pia tuwe na umma wanaoongoza vile vile kwa haki. Wabihi adilun, na kwa haki wamenyoka, wamekuwa waadilifu, wamekuwa watu wa insaf. Na bila shaka watu wenye kushikamana na haki ndio wenye kuongoka, na watu wenye kushikamana na haki ndio wenye kufaulu, na watu wenye kushikamana na haki ndio walio na uthibitifu. وقطعناهم 12 أسباطا أمما. Anatuambia Mwenyezi Mungu, waqatta'nahum, na wana wa Israeli tuliwafarikisha 12 asbata, kwa makabila 12. Wana wa Israeli tuliwafarikisha katika makabila 12, umaman, tena taifa kwa taifa. Nabii Allah Yaqub yeye ndiye anaitwa Israeli,
Nabii Allah Yaqub yeye ndiye anayeitwa Israeli. Basi yeye Nabii Allah Yaqub, Mayahudi wote wanaitwa wana wa Israeli. Kwa nini wanaitwa wana wa Israeli? Kwa kuwa wao ni watoto wa Yakub. Sasa kullu man wulida min haulai ila auladi 12, Yakub alizaa watoto wavulana 12. Yakub alikuwa na watoto wavulana 12. Ndio mataifa ya Mayahudi vile vile wametokamana na hawa watu 12. Kila aliyezaliwa na mwana mmoja, hii ni kabila mbali, kila mwana ni kabila mbali, kila mwana kabila mbali. Sasa ndio mataifa ya Mayahudi wamekuwa mataifa 12 kwa mujibu wa wana wa Yakub. Yakub mwenyewe ndiye alikuwa akiitwa nani? Israeli. Basi waqatta'nahum, anatupa habari Mwenyezi Mungu, tuliwafarikisha hawa wana wa Israeli 12 asbatan, katika makabila 12, umaman, tena taifa kwa taifa mbali. Kwa nini tuliwafarikisha? Ili wapate kujuana, ili wapate kuelewana, ili wapate kusaidiana. Wa auhaina ila Musa, na tulimfunulia Musa wahi, au tulimpelekea Musa wahi, idh istasqahu qaumahu, pindi walipomwomba maji watu wake kwa ajili ya kiu waliokuwa nao. Musa aliombwa maji kule katika lile jangwa la Tihi, afanyeje? Ana lake jambo Musa ila na kumkabili Mola, au Mola amwelekeze wapi iko maji. Na miongoni mwa miujiza ndio hiyo sasa utaiona katika jangwa kule. Hakuna kisima, hakuna mvua, hakuna maji. Wana wa Israeli walishikwa na kiu ya kutaka maji, kumwambia Musa, na Mwenyezi Mungu hakumtupa mja wake. Akamwambia Musa nini? Akamletea Musa wahi, akamwambia anidrib bi asaka alhajar, piga kwa hiyo fimbo yako ilo jiwe, piga kwa hilo fimbo lako ilo jiwe. Ona fimbo ya Musa pale kwanza imekuwa nini? Nyoka. Ona sasa fimbo ya Musa imekwenda kupiga jiwe. Fambajasat, lile jiwe likapasuka, likamimina maji mini kutoka kwa ile jiwe, limepasuka ile jiwe 12 aina, machemchemu 12 imepatikana. Lipiga mara moja ikapasuka mara 12. Mara nini? Mara 12. Ona Yakubu alizaa watoto 12. Na Mwenyezi Mungu alipomwambia piga jiwe, jiwe limepasuka vile vile mara 12. Ni kuonyesha kila tumbo, kila kabila, kila taifa litakuwa likinywa maji katika chemchemu yao. Sasa wa kwanza akija kwenye chemchemu ya kwanza, basi wale watoto wote wa mlango ule watakuja hapo hivi mpaka 12. Hapo
mambo yao yatakuwa rahisi, kwa wao ni tumbo moja, ndugu moja, jamii moja, hapana msukumano katika hilo chemchemu. Na wale wa pili ni namna hiyo, na wale wengine. Unaona hikima Mwenyezi Mungu, unaona hikima Mwenyezi Mungu. Lao angelikuwa tumbo mbalimbali limekuwa chemchemu moja, msukumano ingelikuweko huko, vurugu ingelikuweko huko, magumi yangelipatikana huko, mieleka ingelipatikana huko. Lakini Mwenyezi Mungu amefanya lile jiwe lipasuke machemchemu 12 kwa mujibu wa matumbo 12 ya watoto wa Yakobo, watoto wa Yakobo. Sasa kila tumbo linalo chemchemu yao. Inatashara. Ndio Mwenyezi Mungu ananiambia, ndio Mwenyezi Mungu anakuambia, kad alima kullu unasin mashrabahum. Kabla shaka alima, walijua, kullu unasin, kila watu, mashrabahum, mahala pa kunywa maji. Yani kila kabila lilijua mahala pake pa kunywa maji, kila tumbo lilijua mahala pake pa kunywa maji, kila jamii ilijua mahala pake pa kunywa nini, ile maji. Hiyo ni neema ya ngapi? Istisqau kama walimwomba maji watu wake, Mwenyezi Mungu amejalia kupatikana maji kwa miujiza aliyofanya Musa. Sasa ya pili, ona miujiza ingine ya pili katika lile jangwa wanaloenda, jua kali, hapana miti. Wale Waisraeli wamelia nini? Jua inawachoma, ukali wa jua inawaathiri. Wakamwambia Musa, na Mwenyezi Mungu ni pamoja na waja wema. Msikia hivyo Mwenyezi Mungu, wadhallalna alaihimul ghamam, dhallalna, tumewafinika wana wa Israeli al-ghamam, kwa mawingu. Jua kali, jua inawaunguza katika lile jangwa. Baada ya kuvuka bahari, Mwenyezi Mungu aliwaletea nini? Mawingu. Wakitembea, wakienda, mawingu inakwenda na wao, wakisimama, mawingu nayo inasimama. Ihsani ndogo hiyo, fadhila ndogo hiyo, wema mdogo huo unatakiwa shukrani kubwa vile vile, unatakiwa unyenyekevu mkubwa vile vile. Lakini wenye shukrani, kutoa shukrani wako, wenye kuona huo ni wema wako, hawako. Basi wadhallalna alaihimul ghamam, tuliwafundisha kwa mawingu hawa wana wa Israeli, wakazuiwa joto la jua lisiwapate au nguzo la jua lisiwaunguze. Hii ni neema ya pili. Neema ya tatu, wa anzalna alaihimul manna wassalwa. Wana wa Israeli hawa tuliwateremshia hiyo manna na salwa. Hiyo ndio nini? Chakula chao. Asubuhi inakuja, jioni inakuja, asubuhi inakuja, jioni inakuja. Wanayo shida ya kupika hawa? Wanayo shida ya kutafuta leo tutakula nini hawa? Wanayo tiki ya kutafuta kuni hawa au kaunga? Hawana. Kali yao nini? Kula, starehe na abudu Mungu. Kula, lala, starehe, abudu Mungu. Mwenyezi Mungu akakufanyia hivyo, usidhani kuwa anakupenda. Karabana solete zelmatu karabana ibita. Kataka akulu tu, mashurubu, magerulidi, maberedu, mabu, makasulusa. Ita. Usifikiri unapendwa. Usifikiri nini? Unapendwa.
basi hawa anzalna tuliteremsha alayhim kwa almanna, hiyo man wasalwa na salwa, kwa ndio chakula chao. Shida ya kulima hawana, shida ya kupika hawana, shida ya kutafuta riziki hawana. Kazi yao kula, kunywa, lala, abudu Mwenyezi Mungu. Hiyo ni nini? Mtihani mkubwa. Ukiona mambo yako yanakuendea very smooth, laini kabisa, mambo yako yanakuendea, tia shaka. Kwa nini namna hiyo? Kuna nini ndani yake? Majaribio ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtihani ya nini? Ya Mwenyezi Mungu ndani hiyo mambo. Basi hii mambo na salwa ni chakula aina gani? Nisoma kwa hiyo kitabu imesema wa akramnahum bitaamin shahiyin, tuliwakirimu wana wa Israeli kwa kuwalisha chakula yenye kutamaniwa. Huwa alman, nayo ni man. Wa hiya shay'un hulun yanzilu ala shajar, ni kitu kitamu kinatoka katika mti. Yajmaunahu, wanaokusanya, wayakuluna, wanakula. Wasalwa, man ni kitu kitamu kinatoka katika mti fulani. Wasalwa, na tumetemtia salwa, huwa tairun ladhithun lahm, ni ndege aliye na nyama mtamu kabisa, ndege mkubwa kama ngware vile, kila mmoja anapata lesheni yake. Hiyo mali na salwa. Wa huwa tairun ladhithun lahm yusama sumani, ndege hiyo kwa Kiarabu inaitwa sumani. Kullu dhalika min ifdalillahi, haya yote miongoni mwa fadhila zake Mwenyezi Mungu. Wa in'amihi alayhim, na neema zake juu ya wana wa Israeli. Duna juhdi minhum, pasina kufanyia kwayo juhudi au bidii yoyote. Kazi yao ni kaa, kula, lala, abudu Mwenyezi Mungu. Mema wamefanyiwa. Kisha baada ya hayo yote sisi kuwafanyia, tuliwaamrisha kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni miongoni mwa vizuri tuliowaruzuku. Kuleni miongoni mwa vizuri tuliowaruzuku. Kuleni miongoni mwa vizuri tuliowaruzuku. Vizuri vya Mwenyezi Mungu ni hizo riziki halali. Vizuri vya Mwenyezi Mungu ni hizo riziki ambazo twazipata, riziki kitako. Vizuri vya Mwenyezi Mungu hivyo ambavyo tunafaidika kwayo na kuipatia kwayo nini? Manufaa. Kuleni nyinyi min tayyibat, miongoni mwa riziki nzuri, yani riziki ya halali. Kuleni miongoni mwa nini? Mwa riziki ya halali. Haramu msile, msikurubie, wala msifanye haramu. Kwa kuwa kila haramu dua zenu hazita nini? Hazitajibiwa, hazitakubaliwa. Dua zenu hazitakubaliwa. Bwana mmoja alikuwa amenyanyua mkono juu kwa Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, anaomba. Tumekasema fa anna yustajabu lahu, anaita ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, fa anna yustajabu lahu. Huyu vipi takubaliwa kwake dua? Kwa nini? Mashrabu haramu, vinywaji vyake ni vya haramu, anamwomba Mwenyezi Mungu. Maakalu haramu, vyakula vyake ni haramu, anamwomba Mwenyezi Mungu. Malbasu haramu,
mavazi yake yote ni haramu, anaomba Mwenyezi Mungu. Hiyo ni dalili kuwa tukiwa vinywaji vyetu ni vya haramu, dua zetu hazitakubaliwa. Tukiwa sisi vyakula vyetu vya vile ni vya haramu, maombi yetu hayatakubaliwa. Tukiwa sisi vile vile mavazi yetu ni haramu, dua hapana. Sasa Mwenyezi Mungu ataka tule nini? Kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni miongoni mwa vizuri tuliowaruzuku, yani kuleni miongoni mwa riziki zilizokuwa nini? Halali, ndio mule. Wama dhalamuna, hawa watu hawakutudhulumu sisi. Wama dhalamuna, hawa watu hawakutudhulumu sisi kwa kukufuru kwao neema ya Mwenyezi Mungu, kwa kutoshukuru neema zake Mwenyezi Mungu. Hawa Mayahudi, kwa vile Mwenyezi Mungu alivyo nini, alivyowapa riziki nzuri, alivyowateremshia amani na salwa, aliwafinika nini? Mawingu ili jua lisiwachome. Amewaletea maji, tena maji iliyoweka kila kabila katika tepu yake, katika chemchemu yake. Ihsani kubwa kabisa Mwenyezi Mungu aliwafanyia, lakini walikufuru juu ya hayo. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kukufuru kwao wa madhalamuna, kukufuru kwao hawakutudhulumu sisi, bali walakin kanu anfusahum yadhlimun, bali walikuwa wenyewe wamejidhulumu nafsi zao. Kwa kuwa anapofanya mtu maovu, anapofanya mtu mabaya, anapofanya mtu lisilofaa, haramu, madhara ya maovu haya yanarejea kwake. Mashaka ya maovu hayo yanarejea kwake. Hasara ya maovu hayo yanarejea kwake yeye mwenyewe mwenye kuifanya. Ndio mzee wa madhalamuna, hawakutudhulumu hawa, pamoja tumewafanyia ihsani. Hawakutudhulumu hawa, pamoja na kuwa tumefanyia fadhila, lakini anfusahum, wao wenyewe wamedhulumu nafsi zao wao wenyewe. Sasa hapo ona darsa ya ukaidi wa wana wa Israeli. Wana wa Israeli, وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Imekuja amri kwa wana wa Israeli, amri ya Mwenyezi Mungu ilikuja ikafika kwa wana wa Israeli. Ndio unaambiwa wewe, wa idh qila, kumbuka pindi iliposemwa. Wa idh qila, wewe kumbuka pindi iliposemwa. Mimi nikumbuka pindi iliposemwa. Sisi tukumbuka pindi iliposemwa. Kwa kina nani? Wana wa Israeli. Kumbuka pindi iliposemwa kwa wana wa Israeli. Tukumbuke pindi iliposemwa kwa wana wa Israeli. Tukumbuke pindi iliposemwa kwa wana wa Israeli. Waliambia nini? Qila lahum uskunu hadhihi alqarya. Wana wa Israeli waliambiwa kaeni katika huu mji wa Baitul Muqaddas. Waliambiwa uskunu, kaeni hadhihi alqarya, katika mji wa Baitul Muqaddas. Hiyo ndio maana penu pa kukaa. Amri ya kwanza. Amri ya pili waliambia nini? Wakulu minha, kuleni katika huo mji, haithu shi'tum, popote pale mnapotaka. Mkitaka kwenda kula upande wa magharibi, nendeni.
Nataka kwenda upande wa mashariki, nendeni. Nataka kwenda upande wa kusini, nendeni. Nataka kwenda upande wa kaskazini, nendeni. Kulieni katika hiyo nchi popote mnapotaka. Kwa uhuru wa kuzunguka na kula. Tena mkiingia katika huo mji, hiyo ya ngapi? Ya kwanza, uskunu hadhihi alqarya. Ya pili, kulu min haythu shi'tum. Ya tatu, waqulu hittatun. Nasemeni pindi mnapoingia katika huo mji, mnapoingia katika huo mji, semeni hittatun. Mwenyezi Mungu utusame madhambi zetu. Hittatun, utuporomoshee madhambi zetu. Hittatun, utuondoshee madhambi zetu. Hittatun, utufutilie mbali madhambi zetu. Mkiingia katika huo mji, ufunguo wa huo mji ni huo useme nini? Utusame madhambi zetu. Ndio ufunuo wa kuingia katika huo mji. Hii ya ngapi? Uskunu hadhihi alqarya kulu minha haythu shi'tum. Na ya tatu, waqulu hittatun. Na pindi mnapoingia semeni ya Allah utusame madhambi zetu. La nne, wadkhulul baba sujada. Wadkhulul baba sujada. Na mnapoingia katika mlango wa huo mji, ingilieni hali ya kusujudu. Ingilieni katika huo mlango hali ya kuwa ni wenye kunini? Kusujudu. Hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Je, mkifanya hivyo kama tulivyowaambia, mmeingia katika huo mji, mmekula popote mnapotaka, sema kama tulivyowaambia, mkaingia hadi ya kuwa ni wenye kusujudu, naghfir lakum khati'atikum. Sisi tutawafutilia mbali madhambi zenu. Sisi tutawafutilia mbali makosa zenu. Sisi tutawaondeshea mbali yale ambayo ni mabaya kwenu, tutaondosha. Tena isitoshe sisi kuwafutilia madhambi, sanazidul muhsinin. Tutaongeza kwa wale waja wazuri mazuri mengine. Tutaongeza kwa wale waja wazuri mazuri mengine. Hayo mazuri mengine ni namna gani? Baada ya kuisha kufuta madhambi zao, baada ya kuisha kuwatakasa kutokana na madhambi, tutaongezea ihsani nyingine ya kuingiza peponi, ya kuingiza katika janna. Ndio dai milele. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rehema zake Mwenyezi Mungu karibu na waja wanaotenda mema, wanaotenda mazuri, wanaofanya mema, wanaofanya mazuri. Rehema Mwenyezi Mungu karibu na hao waja. Sasa tutakapotaka kufaulu sisi, sharti kwanza tuwe nini? Wazuri. Sharti kwanza tuwe sisi watu wazuri, na hatutakuwa uzuri kiholela hivi ovyo sambala. Hatutakuwa uzuri wa namna hiyo, bali uzuri ambao tutakuwa sisi wazuri ni kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na mkatazo wale akataza Mwenyezi Mungu tukajitenga nalo mbali. Hapo ndipo tena isitoshe tuwe wenye kusimama katika hayo ya Mwenyezi Mungu kwa ikhlas, kutakasa amal kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutakasa nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kutakasa vitendo kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo mema yatatufikia na uzuri utatufikia. فبدل الذين ظلموا منهم قولا
ghaira alladhi qila lahum فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Katika kundi la watu wote mawazo yao si namna moja. Katika kundi la watu wote fikra yao si namna moja. Katika kundi la watu wote akili zao si namna moja. Waliambiwa wana wa Israeli, uskunu hadhihi alqarya kulu minha haythu shi'tum wa qulu hittatun wadkhulu albaba sujadan naghfir lakum. Waliambiwa hivyo. Walipatikana wapinzani, walipatikana wakataji, walipatikana wakanushaji waliokataa. Walipatikana nini? Wakanushaji waliokataa. Ni Mzungu anakupa habari, anakuambia fabaddala alladhina dhalamu minhum qawla alladhi qila lahu. Fabaddala, walibadilisha alladhina dhalamu, watu waliodhulumu nafsi zao, minhum, miongoni mwa wana wa Israeli, walibadilisha nini? Qawlan, usemi, ghaira alladhi qila lahum, isiyosemwa kwao. Walibadilisha usemi isiyosemwa kwao. Walibadilisha usemi isiyosemwa kwao. Walibadilisha nini? Usemi isiyosemwa kwao. Ghaira alladhi qila lahum, wakabadilisha usemi isiyosemwa kwao. Kwani waliambiwa waseme nini? Waliambiwa waseme nini? Hittatun wa qulu hittatun. Pindi mnapoingia katika huo mji mseme ya Allah, ya Rabb, utusame madhambi zetu. Ya Allah, utusame nini? Madhambi zetu. Hittatun, hayo ndio walioambiwa waseme, utusame madhambi zetu. Sasa katika kule kuingia, fabaddala alladhina dhalamu, walibadilisha watu waliodhulumu nafsi zao, miongoni mwa wale watu, qawlan, maneno walioambiwa, ghaira alladhi qila lahum, kwa yale ambayo, kwa kile ambacho haikusemwa kwao. Ghaira alladhi qila lahum, kwa kile ambacho haikusemwa kwao waseme. Waliambiwa wakiingia waseme hittatun, yani ya Allah, utusame madhambi zetu. Hittatun, ya Allah, utufutilie mbali madhambi zetu. Hittatun, ya Allah, utuondeshee mbali madhambi zetu. Wanaambiwa wakiingia katika ule mji waseme hivyo. Wajanja wakaufanyaje? Wakaubadilisha. Werevu wakaubadilisha, wenye akili wakabadilisha, wenye maarifa wakabadilisha, wenye elimu wakabadilisha. Wabadala alladhina dhalamu qawla alladhina, waliambiwa hittatun, lakini badala ya hittatun alisema nini? Kuna kitabu kilichosema, wamesema habbatun fi sha'irati, au kitabu kingine wamesema hintatun fi sha'irati, chembe yamo katika chembe ya shairi. Alhasil, hao watu ni watu waliokuwa wakichezea dini, wakicheza sheria dini, wakifanya mzaha na dini. Kufanya mzaha na nini? Na dini. Sasa nini matokeo ya mtu mwenye kufanya mzaha na dini? Nini result ya mwenye kufanya mzaha na dini? Nini malipo ya mwenye kufanya mzaha na dini? Wanaambiwa waseme hittatun, wamesema habbatun, chembe. Haya, fa arsalna alaihim rijzan min as-samai, hao watu waliobadilisha nini?
usemi walioambiwa waseme, wabadilishe usemi walioambiwa waseme. Fa arsalna, tulituma alayhim kwao wao rijzan minas samai, adhabu kutoka mbinguni au kutoka mawinguni, tulete kwao adhabu bima kanu yadhlimun, kwa sababu ya yale waliokuwa wakidhulumu kwao. Unaona, hawa wamebadilisha tu maneno ya Mwenyezi Mungu, wamestahili adhabu. Sasa yule ambaye akubadilisha na afanye kitu ataachwa? Ndivyo hivyo, mzaha tuiache na dini, mchezo tuiache na dini, bali tuone dini kuwa ni amana ya Mwenyezi Mungu katika mikono yetu, na haki yetu tuitekeleze alizoziamrisha Mwenyezi Mungu kwa mujibu alivyotaka yeye Mwenyezi Mungu. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Anatuletea kisa nyingine Mwenyezi Mungu. Yote Mwenyezi Mungu anatuletea watu namna gani? Watu madhalimu. Yote Mwenyezi Mungu anatuonyesha watu madhalimu, darasa ya watu madhalimu. Je, tunapenda kuwa watu madhalimu? Tutafurahia kuwa sisi tu watu madhalimu? Tutapendezwa kuwa sisi tu watu madhalimu? Amefululiza Mwenyezi Mungu kisa ya watu madhalimu tuone, ila hali ya kuwa yeye Mwenyezi Mungu hakuwadhulumu, bali amewapa hao madhalimu vinywaji, riziki, vyakula na nguo na makazi pale pa kukaa na maisha mazuri, lakini wamemwasi Mwenyezi Mungu. Ndio sisi tunataka kuwa vile? Huoni wewe? Sisi tumekuwa hata kama wale. Ametupa Mwenyezi Mungu mavazi mazuri tunavaa, ametupa Mwenyezi Mungu magodoro mazuri tunalalia, ametupa Mwenyezi Mungu mablanketi mazuri tunajifunika, ametupa Mwenyezi Mungu majumba tunayalalea, ametupa Mwenyezi Mungu vyakula vizuri twala, ametupa Mwenyezi Mungu vinywaji vizuri twanywa, ametupa Mwenyezi Mungu maisha mazuri, tupata chakula, tupata senti, tupata pesa, tunazo pesa mifukoni, hali ya kuwa tuna kazi. Allah, kweli ya urongo? Tunazo. Aya, sasa neema hizo tunazo, mbona hatushukuru? Na kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu ukiwa unavyo hivyo vilivyotajwa, basi inatakiwa wewe ushukuru kwa ajili hiyo neema. Ushukuru kwa ajili ya nini? Hiyo neema ya Mwenyezi Mungu ya kukupa hayo yote aliyoyakupa. Basi Mwenyezi Mungu anatuletea kisa nyingine, anatuambia nini? Anatuambia was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadirat al-bahr. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabii Allah sallallahu alaihi wasallam, was'alu, waulize hao Mayahudi walioko katika zama zako, waulize hao Mayahudi walioko katika wakati wako, waulize, asalu, waulize anil qaryati allati, juu ya mji ambayo ilikuwa kanat hadirat al-bahr, ilikuwa kando ya bahari. Uliza hao Mayahudi juu ya mji uliokuweko kando ya bahari, na mji wenyewe ulikuwa kuitwa nini? Aila.
Mji mwenyewe ulikuwa ukiitwa Aila, kando ya bahari ya Shamu. Uliza Mayahudi wako juu ya huo mji uliokuwa kando ya bahari, uliokuwa kando ya bahari, kitu gani iliwafika watu walioasi Mwenyezi Mungu katika huo mji? Wauliza hao Mayahudi, wale watu walikuwa wakikaa katika Aila kando ya bahari, iliwafikie nini baada ya wao kukaasi amri ya Mwenyezi Mungu? Iliwafikia kitu gani baada ya wao kukataa amri ya Mwenyezi Mungu? Iliwafikia kitu gani baada ya wao kupinga amri ya Mwenyezi Mungu? Iliwafikia kitu gani baada ya wao kukanusha amri ya Mwenyezi Mungu? Kitu gani iliwafikia hao watu? Watu gani? Watu wa Aila, wa mji wa Aila, kitu gani? Uliza hao Mayahudi kama wanajua, wakwambie. Waulize wakwambie. Fasaluhum wasaluhum anil qaryati allati kanat hatira al-bahr. Wasaluhum, anafasiri Sheikh anasema wasaluhum ya Muhammad al-yahuda, wauliza Mayahudi an akhbari aslafin, juu hawa jamaa wao waliowatangulia, wana amri al-qaryati allati kanat bi qurb al-bahr, na juu ya mambo ya mji uliokuwa karibu kando ya bahari, katika ukingo wa bahari. Madha halla bihim lamma asau amra Allah, kitu gani iliwapata pindi walipoasi amri ya Mwenyezi Mungu? Wastadu yauma sabt, na walienda kuinda samaki siku ya Jumamosi. Wauliza kitu gani iliwapata hawa watu wa huo mji? Alam yamsakhhumullahu qiradatan wa khanazira, alam yamsakhhumullahu qiradatan wa khanazira, alam yamsakhhumullahu qiradatan wa khanazira. Je, Mwenyezi Mungu hakuwageuza hao watu kuwa manyani na nguruwe? Hao watu Mwenyezi Mungu hakuwageuza kuwa manyani na nguruwe? Mwenyezi Mungu hao watu hakuwageuza kuwa manyani na nguruwe? Bila shaka watu wa Aila, baada ya kukataa amri ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aliwakataza wasishike samaki siku ya Jumamosi. Jumamosi wasifanye kazi ya kushika samaki. Lakini mwanadamu ni mwenye kusikia, mwanadamu ni mwenye kufuata amri, kama vile tunavyoona sisi hatufuate amri, na wale waliotutangulia walikuwa namna gani? Namna hivi tu. Lakini wale ambao katika zama za mitume walikataa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hakuwaacha, na hao ndio walioona uwezo wa Mwenyezi Mungu, waliona nguvu ya Mwenyezi Mungu, waliona adhabu ya Mwenyezi Mungu, na waliona yale ambayo Mwenyezi Mungu anapitisha, kudra yake Mwenyezi Mungu waliona, na irada na matakwa ya Mwenyezi Mungu waliona. Basi hao watu walikatazwa wasishike samaki siku ya Jumamosi, lakini walienda baharini wakashika. Walifanywaje? Waligeuzwa manyani na manguruwe. Ndio Mwenyezi Mungu anakuambia, ananiambia, anatuambia nini? Wasaluhum ya Rasulullah, ya Nabii Allah, ya Muhammad, waulize hao watu wa mji wa Aila, mji ulioko kando ya bahari, waulize. Waulize. Qala Ibn Kathir, Sheikh moja Ibn Kathir amesema, wa hadhihi qaryatu, na huo mji hiya Aila, ilikuwa ikiitwa Aila, wa hiya ala shati bahari al-Qalzum, na Qalzum, na yuko katika ukingo wa bahari wa Qalzum. Idh yaduna fi sabt, watu hawa walikuwa wawindaji samaki siku ya Jumamosi. Walikuwa wao kazi yao nini? Wawindaji samaki siku ya Jumamosi. Idh yaduna, pindi walikuwa wakiwinda samaki siku ya Jumamosi. Wao walikuwa namna gani? Yatajawazuna hadda Allah fi wa huwa isyaduhum yawma sabt, wanapita mpaka ya Mwenyezi Mungu katika kule kuwinda samaki siku ya Jumamosi. Na Mwenyezi Mungu amesema Jumamosi hapana kuwinda.
Sawa? Sawa. Mwenyezi Mungu asema Jumamosi hapana kuwinda. Mwenyezi Mungu aliwapa amri pamoja na ya kuwa Mwenyezi Mungu walipokuwa na kiu, Mwenyezi Mungu aliwaletea maji. Walipokuwa na njaa, Mwenyezi Mungu aliwaletea mandi na salwa. Walipokuwa na joto la jua, Mwenyezi Mungu alileta mawingu. Unaona fadhila ndogo hizo. Isani walishughulikiwa na Mwenyezi Mungu. Ya Mwenyezi Mungu ndogo kabisa. Jumamosi msiende mkashike samaki. Basi. Idhi aduna fi sabt, walikuwa wakiwinda samaki siku ya Jumamosi. Na ndio siku waliokataza Mwenyezi Mungu hapana kushika samaki. Mtihani yao ni ya kutoshika samaki. Lakini hao watu wanayo nini? Uchu wa kula samaki. Wanayo nini? Matamanio, tamaa ya kula samaki. Tena siku ya Jumamosi, samaki inawaijia ajabu. Samaki wale wanono, samaki maridadi, ndio wanawaijia. Basi إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. Anasema Mwenyezi Mungu hao watu aliwakataza kushika samaki siku ya Jumamosi. Idh ta'tihim, kwa kuwa inawaijia samaki hitanuhum, samaki zao wanakuja kwao yauma sabti, siku ya Jumamosi yao. Shur'an, samaki inakuja siku ya Jumamosi kwa wingi. Samaki siku ya Jumamosi unakuja kwa wingi kana kwamba samaki wanataka kutoka nje kutembea juu ya ardhi kavu. Wanaruka, unajua samaki inaruka. Samaki inapaa juu ya maji kama ndege. Sasa samaki wanaruka wakiona namna mate inawachuriri. Kwa vile wanaona samaki wazuri. Kila kizuri ukionacho kuna mtihani ndani yake. Inna summa fi dasam, inasemwa hivyo. Sumu iko katika vinono. Kila vinono vina sumu ndani. Usione vinameremeta. Wewe jihadhari na vyenye kumeremeta, vitakuangamiza, vitakupoteza. Sasa Jumamosi hiyo samaki wanakuja shurra kwa wingi. Hata wengine wanaruka karibu kuanguka wapi? Nje. Lakini wamekatazwa kukamata. Ina kanat alhitan wal asbaq ta'tihim yawm sabt, samaki walikuwa wakija kwao siku ya Jumamosi. Waqad hurrima alayhim as-sayd fihi, niliharamishwa kwao kuwinda samaki siku ya Jumamosi. Wa yawma la yasbitun la ta'tihim, lama siku yasiyokuwa siku ya Jumamosi hawa samaki hawaji. Tunapotea. Ona mtihani ya Mwenyezi Mungu. Siku iliyokuwa Jumamosi samaki wanakuja mpaka katika ukingo wa nini? Bahari kwa wingi kana kwamba wanataka kuruka kwenda nchi kavu. Wakisimama wakiona namna hiyo, na wamekatazwa haramu kushika samaki siku hiyo. Wanatamani utafanya nini? Utafanya nini? Maana hapo patakosa wenye akili. Mahala hapo patakosa wenye maarifa. Mahala hapo patakosa wenye ujuzi. Mahala hapo patakosa too much knowledge. Watapatikana. Wale hapa watapatikana nani? Wajuaji watapatikana. Wasi wakubwa watapatikana. Watengezaji makosa watapatikana. Na wafuasi wa kufuata watengezaji makosa watapatikana. Kile kiingiacho mjini kikiigwa na kutengwa kitafuatwa. Basi na siku ya Jumamosi ndio samaki inakuja kwa wingi. Na siku wa yawma la yasbitun, na siku ambayo si siku ya Jumamosi la ta'tihim, samaki haiji kwao. Wa fi ghairi yawmi sabti wa hiya sairul ayyam, na katika siku zisizokuwa za Jumamosi nayo nibaki hizo siku la ta'tihim bal taghibu anhum wa takhtafi,
wale samaki inapotea na inafichikana kwao, hawaoni samaki siku nyinginezo. Ndio Mwenyezi Mungu anasema kadhalika nabluhum, kadhalika nabluhum, kadhalika nabluhum, kama hivyo tuwafanyia wao mtihani. Unaona nini ya Mwenyezi Mungu? Mtihani ya Mwenyezi Mungu. Sasa ona, hatuna kazi tunakula, hatuna kazi tunavaa, hatuna kazi tuna majukumu, hatuna kazi tuna mapesa, hatuna kazi tumestarehe, hatuna kazi hatuna shida. Fikirini, hii ni nini ya Mwenyezi Mungu? Mtihani ya Mwenyezi Mungu, mtihani ya Mwenyezi Mungu. Bado ule unywe, uvae, uishi kwa mazuri namna hiyo, tena bado uwasi Mwenyezi Mungu, usisali, usifunge, usitoe zaka, usijikataze yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuamrisha ujikataze. Kufanya hivyo shida iko hapa, taabu iko hapa. Ndio taabu yetu. Unaona mambo yetu hata mmoja haiwi, kheri yetu hata mmoja haiwezi kuwa, kwa sisi tu watu maasi. Mambo yetu hayawezi kuwa kwa sisi tu waasi. Akalamatenna madri kuni seme basanasi rabbuna. Yaani tena kuli karafinus chormaasi mafi. Na basa dua la rabana. Ni madrasa dua la rabana na haramia. Na basa dua la rabana. Ni madrasa dua la rabana na kabasin. Ni basa dua la rabana. Ni madrasa dua la rabana na nasatani na nasafitina. Pisete. Kwa hivyo rejea ile nzuri, ni kurejea kwa Mwenyezi Mungu katika ibada na kuwa kama amrisho Mwenyezi Mungu katika vitendo. Basi hawa watu kadhalika nabluhum, kama hivyo tunawafanyia mtihani. Yukuwa samaki inawejia siku ambayo ni haramu kwao kushika samaki, na siku zinginezo samaki hapana. Nabluhum bima kanu yafsukun, tunawaadhibu, tunawafanyia mtihani kwa sababu ya yale mabaya waliokuwa wakiyafanya. Ndio anasema Sheikh, mithlu dhalika albalaa alajibi, mfano wa hiyo balaa ya kiajabu, nakhtabiru, tunawafanyia mtihani biidhari samaki lahum ala wajhi alma'i fi yawm almuharram, nayo ni kudhihirisha samaki kwao juu ya maji siku ambayo ni haramu kwao kushika samaki. Alemsaidu wa ikfauha anhum, na hii mtihani tunauficha samaki kwao na kutia samaki kwao katika siku zilizo halali kwao kushika samaki. Hayo bisababi fisqihim, kwa sababu ya kutoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu kwao. Kwa sababu wametoka nje ya taa ya Mwenyezi Mungu, ndio hiyo adhabu yao. Sasa sababu riziki inapotea kwao kwa sababu ya wao kutoka nje ya taa ya nani? Mwenyezi Mungu. Nje ya taa ya Mwenyezi Mungu. Ndio unaona riziki ya kikazi inapotea kwetu, riziki ya mtikisiko ya kiamali inapotea kwetu kwa sababu ya uasi. Sababu ya uasi. Sababu watiaki hurumatillah, kwa sababu wao wamevunja makatazo ya Mwenyezi Mungu. Qala al-Qurtubi, Imam Qurtubi amesema ruwiya annaha kanat fi zamani Daud alayhi salam. Hayo yalikuwa katika zama mtume nani? Daud alayhi salam. Wa anna iblisa awha ilayhim, ni iblisi naye alileta kwao fikira hawa na Israeli. Aliwaambia nini? Faqala, iblisi aliwaambia inma nuhitum an akhdhiha yawm as-sabti fatakhidhu al-hiyada. Unaona? Basi tengenezeni mahodhi mabirika. Tengenezeni nini? Mabirika kama hiyo hodhi kuna mbirika hii ya maji. Tengenezeni mabirika ya maji. Fatakhidhu al-hiyada, tengenezeni mabirika ya maji. Fakanu, watu wakatengeneza mahodhi ya maji. Fakanu yasukuna lihitan, walikuwa siku ya Ijumaa hivi yasukuna hitan, wanasukuma wale wa samaki ile kwenda katika mabirika yale.